Iran yaijibu Marekani kuwa kamwe haitojisalimisha kama sharti la kumaliza vita. Walinda amani watatu wa Umoja wa Mataifa wamejeruhiwa kusini mwa Lebanon. Na watu 8 wamefariki dunia baada ya mvua kubwa na mafuriko nchini Kenya. Habari kamili. Tehran. Saa kadhaa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuitaka Iran isalimu amri ili kusitisha vita vinavyoendelea, rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameapa kuwa kamwe taifa lake halitajisalimisha kwa Marekani na Israel. Ameyasema hayo kupitia hotuba yake iliyorushwa na televisheni ya taifa mapema leo. Katika hotuba hiyo, Pezeshkian pia ameyaomba radhi mataifa jirani kwa mashambulizi yaliyofanywa na Iran. Amesisitiza kuwa uongozi wa mpito wa nchi yake umekubaliana kwamba hakutakuwa tena na mashambulizi ya aina hiyo dhidi ya maeneo ya nchi hizo isipokuwa pale Iran itakaposhambuliwa kutoka kwenye mataifa hayo. Israel na Marekani zilianzisha mashambulizi yaliyomuua kiongozi wa juu zaidi wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Februari 28, hali iliyochochea mzozo wa kikanda. Tangu wakati huo, Iran ilijibu kwa kurusha makombora na droni katika vituo na miundombinu ya Israel na Marekani katika nchi za Mashariki ya Kati, hasa eneo la Ghuba. Beirut. Walinda amani watatu wa kikosi cha muda cha Umoja wa Mataifa nchini Lebanon, UNIFIL, wamejeruhiwa ndani ya kambi ya Al-Kauza kusini mwa nchi hiyo baada ya mapigano makali. Taarifa ya UNIFIL imesema mmoja wa walinda amani amejeruhiwa vibaya na amepelekwa katika hospitali mjini Beirut kwa ajili ya matibabu. Awali, vyombo vya habari viliripoti kuhusu mashambulizi makali yaliyofanywa na jeshi la Israel katika kambi hiyo. Ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa umelaani mashambulizi hayo na kusisitiza kuwa hayakubaliki na kuwa yanakiuka sheria ya kiutu ya Umoja wa Mataifa. Hayo yanajiri wakati ndege za kivita za Israel zikiendelea kufanya mashambulizi Beirut. Wizara ya Afya ya Lebanon imebainisha kuwa zaidi ya watu 200 wameuawa tangu Israel ilipoanzisha mashambulizi mapya yanayowalenga wanamgambo wa Hezbollah. Nairobi. Watu 8 wamefariki dunia katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa usiku wa kuamkia leo Jumamosi. Mkuu wa polisi jijini Nairobi, George Seda, amesema juhudi za uokoaji zinaendelea, lakini wakati huo huo ametahadharisha kwamba idadi ya vifo huenda ikaongezeka. Mvua kubwa zilianza kunyesha Ijumaa na kuendelea usiku kucha, hali iliyosababisha magari kufunikwa na maji. Kiwango hicho kikubwa cha maji ya mvua pia kimeripotiwa kusababisha uharibifu wa zaidi ya magari 100. Kutokana na mafuriko hayo, safari za shirika la ndege la Kenya Airways zimevurugika na huenda hali hiyo ikaendelea kwa muda mrefu zaidi. Jeshi nchini humo limepelekwa kusaidia shughuli ya uokoaji ili kuwafikia wakazi waliokwama katika maeneo mbalimbali. Kiev. Takriban watu 7 wameuawa nchini Ukraine baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya droni na makombora usiku wa kuamkia leo. Mamlaka za Kiev zimesema miongoni mwa waliouawa ni watoto 2 kaskazini mashariki mwa mkoa wa Kharkiv baada ya makazi yao kuangukiwa na kombora. Kwa upande wake, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameeleza kuwa mashambulizi haya ya Urusi yalihusisha droni zipatazo 480 na makombora 29 yaliyoilenga sekta ya nishati na miundombinu ya reli katika maeneo mbalimbali ya nchi. Sehemu ya bandari katika mkoa wa Odessa ililengwa pia, hali iliyosababisha makontena yaliyokuwa na mafuta kushika moto na kuteketeza ghala la nafaka. Hatimaye Abuja. Wanamgambo wenye itikadi kali wameushambulia mji wa Ngoshe katika jimbo la Borno nchini Nigeria na kuwateka nyara zaidi ya watu 300. Mamlaka nchini humo zimesema huenda shambulio hilo ni la kulipiza kisasi kutokana na operesheni ya jeshi iliyowaua makamanda 3 wa kundi la Boko Haram. Hadi sasa hakuna kundi lolote lililokiri kuhusika na tukio hilo. Msemaji wa jeshi Ubasani amesema wanajeshi walifanikiwa kuyazuia mashambulizi mengine ya aina hiyo yaliyoshuhudiwa katika jamii za Konduga, Mate, Jakana na Mainok kati ya Jumatano na Ijumaa wiki hii.
Nigeria inakabiliwa na kitisho cha usalama kutokana na makundi kadhaa ya wanamgambo wenye itikadi kali ikiwemo Boko Haram, ISWAP, Lakurawa na mengine yenye makao yake katika ukanda wa Sahel. Msikilizaji, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW ya mjini Bonn. DW maoni. Ulimwengu umejikuta umetumbukizwa kwa mara nyingine kwenye hali ya mashaka na taharuki kubwa baada ya Marekani na Israel mwishoni mwa juma lililopita kuanzisha kampeni kubwa ya kijeshi dhidi ya Iran na kuwaua viongozi kadhaa wa jamhuri hiyo ya Kiislamu, akiwemo kiongozi wa juu zaidi aliyekuwa na mamlaka ya mwisho katika taifa hilo, Ayatollah Ali Khamenei aliyekuwa na umri wa miaka 86. Iran nayo ikajibu kwa kuvurumisha makombora chungu nzima dhidi ya Israel na maeneo kadhaa yenye maslahi kwa Marekani katika mataifa mbalimbali ya Ghuba. Hatua ya Marekani na Israel ilichukuliwa muda mfupi baada ya kushindwa kupatikana makubaliano kwenye mazungumzo ya nyuklia yaliyosimamiwa na Oman. Khamenei aliyeuliwa kwa mashambulio ya makombora ya Marekani yaliyoilenga ofisi yake mjini Tehran. Aliiongoza Iran kwa takriban miaka 36 akiwa pia ni kiongozi wa madhehebu ya Waislamu wa Shia duniani, na kifo chake kiliibua hasira kali za Washia katika mataifa mbalimbali yakiwemo India, Pakistan na Iraq, lakini pia kubakisha maswali mengi kuhusu upi utakuwa mwisho au hatma ya Iran. Rais Donald Trump na mshirika wake mkubwa, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, wamesikika wakitoa mwito wa kuhamasisha umma wa Iran utumie fursa hii ya vita kuondoa madarakani utawala wa mamua, ikionyesha bayana hilo ndilo hasa lengo la mataifa hayo. Lakini je, litafanikiwa? Hakuna anayefahamu hatma au matokeo ya mwisho wa vita hivi, ingawa kilicho dhahiri mpaka sasa ni kwamba mgogoro huu umeshatanuka na kuwa wa kikanda na athari zake tayari zimesambaa hadi nje ya mipaka ya Mashariki ya Kati. Je, kwa nini hasa Marekani na mshirika wake Israel wameanzisha vita dhidi ya Iran? Na Tehran inao uwezo wa kumudu vita hivi peke yake? Kujadili mgogoro huu nimewaalika kutoka mjini Tehran mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Abdel Fattah Musa, kutoka Fujairah huko UAE tunaye mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi, na visiwani Zanzibar yuko Othman Miraji, ni mhariri mstaafu wa DW, na kutoka huko Marekani yuko mwandishi habari na mchambuzi Mubelwa Bandio. Mwenyekiti wako kwenye meza ya duara leo hii ni mimi Saumu Mwasimba. Karibuni nyote kwenye mjadala wetu. Asante sana. Na Saumu, nianzie kwako Abdul Fattah. Kwanza labda utupe picha ya hali ikoje ndani ya Iran katika kipindi chote hiki. Kwa muda wote huu takriban sasa ni siku 6 wakati tunafanya mazungumzo haya, hali katika miji mbalimbali ya Iran, ukianzia hapa mji mkuu Tehran, hali ni tete. Ni tete kwa sababu mashambulio ya Marekani na Israel, mashambulio ya anga, hayatangazi na wala hayana taarifa ni wakati gani yatafanyika. Mara nyingi sasa tunaweza tukasema kwamba yanafanyika hata katika wakati wa mchana, kama ambavyo shambulio la siku ya kwanza lilifanyika wakati wa saa za mwanzoni mwa asubuhi. Kutokana na mashambulio haya, hayalengi maeneo ya kijeshi pekee, bali analenga pia hata maeneo ya kiraia. Utakumbuka kwamba siku ya kwanza kabisa skuli moja ya msingi iliyoko kusini mwa Iran katika mji wa Minab ilishambuliwa na wanafunzi wa kike zaidi ya 180 wakauawa katika shambulio hilo. Kwa hivyo, mbali na shambulio hilo la mwanzo la kiraia, ni kwamba hadi sasa majengo kadhaa ya hospitali, maeneo mbalimbali ya nyumba za raia yamekuwa yakiandamwa na mashambulio hayo. Mfano hai ni hapa Tehran sisi tulipo, maeneo ambayo yako karibu na sisi hapa leo yameshambuliwa pia, na ving'ora vya magari ya kubebea wagonjwa vimekuwa vikisikika, mitikisiko imekuwa ikisikika, pamoja na kwamba ni maeneo ambayo yanajulikana hakuna athari wala vitu vyote vya kijeshi au hata maeneo ya vyombo vya habari. Jengo la utangazaji la televisheni na redio la Iran ambalo mwaka jana lilishambuliwa wakati wa vita vya siku 12, nalo pia limelengwa usiku wa jana kuamkia leo, ambapo kabla yake pia vituo mbalimbali vya habari vilishambuliwa, mambo ambayo yanajulikana katika sheria za kimataifa za kivita yanatakiwa yabaki katika amani. Kwa hivyo kutokana na hali hiyo,
hali ya kiusalama katika miji mbalimbali ya Irani ni tete, ingawa jambo ambalo ni la kushangaza sana ni kwamba katika wakati huu wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, pamoja na hali hiyo, Wairani wenyewe mara baada ya kumalizika sala magharibi, baada ya kufuturu, tokea siku ya mwanzo ya vita, wamekuwa wakimiminika mabarabarani wakifanya mikusanyiko mikubwa kuomboleza kifo hasa cha kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Na mbali na mikusanyiko hiyo, sasa imekuwa inafanyika hata katika wakati wa mchana, watu wakitoa kauli za kulaani Marekani na Israel na kutaka damu ya Ayatollah Khamenei ilipiziwe kisasi kutokana na kile kilichofanywa na Marekani na Israel dhidi ya taifa la Iran. Kwa hivyo hali kwa ujumla ni hali tete. Wakati wowote watu wanategemea kutokea chochote katika maeneo mbalimbali ya nchi. Nataka nimuulize swali hili Ibrahim Rahbi, kwa sababu huko UAE na tunafahamu kwamba mashambulio ya Iran yamekuwa yakizilenga nchi mbalimbali katika eneo zima la Ghuba na hasa kule ambako kuna maslahi na Marekani. Hali iko vipi katika maeneo hayo? Nashukuru sana Thomas. Ni kweli hali ya Mashariki ya Kati naweza nikasema kwa jumla imekuwa ni tete, hasa ukiangalia mfano kama UAE, labda kwenye miji kama Abu Dhabi na Dubai ndio kiasi imekuwa ikishuhudia mara kwa mara mashambulizi ima ya makombora au droni kwenye miji hii ya pembeni, kiasi angalau mara 2 mara 3 kwenye miji kama Fujairah, lakini sio hali tete sana na shughuli za hapa na pale zinaendelea kawaida. Ila hali nzima ukiangalia kwa nchi zingine tumeona kuwa kumekuwa na hali ngumu zaidi. Hali ambayo inaobaki kuwa sawa labda ni nchi ya Omani pekee. Kutokana na mashambulizi mawili yale ya awali, hatujaripotiwa tena mashambulizi mengine ambayo pia yalipiga mbali kwenye miji ya pembeni kabisa, kwenye bandari ya Duqm iliyopo kule mbali zaidi ya kilomita 500 kutoka mji wa Muscat, lakini nyingine ikapiga eneo la Musandam ambao haliko mbali sana na Fujairah pia upande wa pili huko katika upande wa pili wa Omani. Lakini ukiangalia nchi zingine kama Bahrain, tumeshuhudia kuwa hali ni ngumu kwa sababu mfululizo wa mashambulizi umekuwa ukielekea kwenye kambi ya wanamaji ya Marekani iliyopo hapo Bahrain. Ukitazama kule Kuwait pia mfululizo wa mashambulizi yameelekea Kuwait. Hali kadhalika Doha kule Qatar ambako bado inaripotiwa inaendelea kupangua baadhi ya makombora ambayo yamekuwa yakigurumishwa kwenda kule. Lakini utata pia umekuwa upande wa pili wa Saudi Arabia, hasa baada ya Saudi Arabia kuamua kufunga kabisa refinery moja ambayo ilikuwa kwenye rasi Tanufa iliyokuwa imeshambuliwa pia na droni, ambazo imeleta utata kuwa ni nani alishambulia baada ya Iran kukanusha kuwa sio wao waliohusika na hilo swala. Sasa Mashariki ya Kati nzima unaiona iko kwenye hali hiyo. Ukitazama kule upande wa pili wa Iraki, tumeona kuwa vurugu kubwa za maandamano zinaendelea, mashambulizi kwenye eneo gumu kabisa la Green Zone ambalo ni eneo lenye ulinzi mkali sana, ni eneo kubwa lenye diplomati wengi, shambulizi yakielekezwa kwenye ubalozi wa Marekani, lakini kambi ya kijeshi ya Marekani iliyopo kwa Baghdad pia na yenyewe mashambulizi yamekuwa. Ukienda upande wa pili, eneo jingine la Iraq, upande wa Kurdistan, unakutana pia mashambulizi mengi yameelekezwa katika mji wa Arbil, Lebanoni, na kwenyewe hali imekuwa ngumu kwa sababu Israel inafanya mashambulizi makubwa sana kuelekea upande wa pili wa Lebanoni. Lakini baadhi ya mashambulizi pia tumeona upande wa pili wa Syria. Hali kadhalika Jordan imeripoti pia mashambulizi ambayo yameelekezwa kwao. Mashambulizi pia yameelekea kwenye kambi ya kijeshi ya Uingereza iliyopo Cyprus. Kwa hiyo ni eneo zima la Mashariki ya Kati. Maanake ni kwamba hali ni tete katika mataifa mengi kwenye eneo zima la Mashariki ya Kati. Abdul Fattah, nataka nirudi kwako kutokana na sura hii ambayo tumeipata mpaka hivi sasa, hali inayoendelea. Unadhani hasa ni kitu gani kimechochea Marekani kuishambulia Iran wakati ilikuwa bado iko kwenye mazungumzo ya nyuklia ambayo ilifikiriwa kwamba angeweza kuepusha vita hivi? Nataka nipate kwa jicho la mtazamo wa Iran. Kwa mtazamo wa jicho la Iran, kwa sababu hata Iran yenyewe nadhani haihitaji kusema kwamba iwe na mtazamo wa swala kwa nini Marekani imeshambulia Iran. Ni mtazamo ambao mimi kwa rai yangu kila mtu duniani ambaye ana mtazamo wa insafu anatambua kwamba vita hivi
ni vita ambavyo Marekani imevianzisha kwa upande mmoja mkubwa kwa ajili ya kuiunga mkono na kufuata matakwa ya Israel na hasa waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu, kwa sababu sote tunakumbuka kwamba mwaka uliopita au tukirudi nyuma zaidi mwaka 2015 kadhia ya nyuklia ya Iran ambayo ndio imekuwa ikipigwa kelele miaka mingi na madola ya magharibi ilikuwa tayari imeshapatiwa suluhisho la kudumu baada ya serikali ya Marekani yenyewe wakati wa urais wa Barack Obama pamoja na madola makuu ya Ulaya, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani na vile vile kuunganisha madola makuu ya Urusi na China kwa pamoja alisaini ule mkataba uliojulikana kwa kifupi kama JCPOA, ambapo tayari suluhisho lilikuwa limepatikana kwamba Iran itaweza kunufaika na haki ya kutumia nishati ya nyuklia ikiwemo kurutubisha madini ya urani, lakini wakati huo huo itakuwa chini ya uangalizi mkali na usimamizi mkali wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhakikisha kwamba miradi yake ya nyuklia haielekei katika kuunda silaha za nyuklia. Hili jambo lilikuwa limemalizika, lakini sote tunakumbuka kwamba kipindi hicho wakati urais wa Obama unakaribia kumalizika, Rais Donald Trump alitangaza kwamba yeye atakapokuwa rais wa Marekani atauchana mkataba huo na hata ukubali kutekeleza, na ndicho kilichofuata mwaka 2018 na kuanzia hapo akaanzisha mashinikizo makubwa ya kiuchumi mbali yale ambayo Iran ilikuwa inakabiliana nayo kwa miaka yote hii tokea wakati wa ushindi wa mapinduzi mwaka 1979. Kwa hivyo alichokifanya miaka minne yake ya kwanza, alihujumu sana kiuchumi Iran kwa vikwazo, lakini Iran haikukubali kufuata matakwa yake na kufanya mazungumzo. Katika kipindi hiki cha pili baada ya kuingia tu, tuliona kwamba aliingia na hali ya moto maalum hasa kuhusiana na vita vya Gaza, kuhakikisha kwamba atakuwa pamoja na Israel kwa lolote, kuhakikisha kwamba Israel inafanikiwa katika vita vile, na akaahidi kwamba kadhia ya nyuklia pia Iran ataichukulia hatua kali mpaka kuhakikisha kwamba anailazimisha Iran ifuate matakwa yake. Kwa hivyo kinachoonekana tokea wakati huo na mpaka haya yaliyojiri juzi, inaonekana kwamba hivi ni vita vya kidhalimu, na wenyewe wametangaza wazi kwamba msimamo hasa wa haya yote ni kutaka kuhakikisha kwamba utawala uliopo madarakani sasa Iran unaondolewa. Nimlete Othman